Askofu Bagonza kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa Facebook kwanza ameposti picha ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu. Katika machapisho hayo Askofu Bagonza ameandika na kusema kwamba Yuda amechokozwa asichokozeke. Yuda wa Biblia alimsaliti Bwana Yesu. Siamini kama mleta hoja na maanisha msaliti katika hoja yake ni sawa na Bwana Yesu. Ipo siku tusiyojua Yesu huyu aliyefumbwa katika hoja hii atafananishwa na mtume asiyelinganishwa. Hapata tosha mleta hoja hajachagua vizuri maneno yake na mifano yake. Sakata hili lina mapicha 10 ya hatari. Kwanza, msemaji aliwahi kuchukunoana na rais wake huko kwao mpaka akajiuzulu. Mama yetu akamchukua akamteua. Ina maana rais yule na mama yetu hawako pamoja na hawa hivi. Je, mama ni Yuda wa rais yule kwa kuwa alimchukua mleta hoja ambaye ni msaliti wa rais yule? Pili, mleta hoja ni Mzanzibari anamnanga Yuda Mtanganyika. Hii ni kelo au kufa katika muungano? Alikosekana Mtanganyika kumrudi Yuda Mtanganyika. Tatu, mleta hoja anasali Ijumaa anamnanga anayesali Jumapili kwa kutumia picha ya Yuda anayeomba huruma makanisani, tuseme katuma na msikiti. Nne, maneno yake yameingia kwenye Hansard, bunge halikukanusha. Je, ni bunge zima linamuita makamu kuwa ni Yuda? Tano, naibu spika alipomwongoza jikite kwenye hoja, wabunge walimpigia makofi. Walifurahia naibu spika kuingilia au walimshangilia mtoa hoja? Je, makofi hayo ni mshangilio wa tumbili wa Kijaluo anayeshangilia poli linaloungua bila kuwaza atalala wapi usiku? Na sita, hoja imetolewa siku rais ameondoka nchini na kwa mujibu wa katiba makamu ndiye mkuu wa nchi wa zamu. Mtoa hoja anamaanisha hamtambui makamu kama mkuu wa nchi wa zamu. Kwa vyovyote kuna dalili mbaya. Matiti ya binti wa Kijaluo yakishauta hayafichiki na hairudi nyuma. Saba, Wakristo wanaamini usaliti wa Yuda ulileta wokovu. Bila usaliti Yesu asingekufa, bila kifo asingefufuka, na bila kufufuka wokovu usingepatikana. Hakuna wokovu bila usaliti. Waliokoka wamesaliti dhambi ili wawe huru. Mleta hoja akakosea. Hakuna Yuda na hakuna Yesu katika hoja yake. Ilikuwa ni saa za jioni. Dodoma mapito ni mengi, hatujui alipitia wapi kuja bungeni. 8, kisiasa CCM bila tishio la upinzani wa nje inayumba. Tulishauri mapema sana Lissu aachiliwe ili aiunganishe CCM, tukapuuzwa. Angeachoma mapema CCM ingeungana na kusahau tofauti zake za ndani ili kukabiliana na upinzani. Hivi sasa wapo wana CCM wanaomtamani Lissu ili awasaidie ili kuwa na thamani ya umoja wa chama chao. Hamjaelewa. 9, mama alikuja na R 4. Moja R hizo ni reforms, yani mabadiliko. Lissu akamuunga mkono mama kwa kusema bila mabadiliko hakuna uchaguzi, no reform no election. Akakamatwa kwa uhaini wakati aliunga mkono falsafa ya 4R. Mbadilishia mashtaka, msema alikosea kumuunga mkono mama. 10, wenye madaraka punguzeni nguvu, ongezeni hekima. Ruto alipata urais kwa huruma ya kudhaniwa naonewa na Uhuru Kenyatta, akakosea akatumia nguvu kumwondoa makamu Gachagua. Hivi sasa na nguvu binafsi, lakini urais presidency ni dhaifu. Kambarage alitumia nguvu na hasira Januari 30, 1984 mpaka anaondoka duniani. Jambo hilo lilimtesa. Trump alimnanga makamu wake Pence hadharani, akaangushwa na Biden kwenye uchaguzi. Rais na makamu hawatenganishwi kirahisi. Si mnatuambia maridhiano? Ridhianeni basi ili machawa tukose kazi.